Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Usalamu alaikum mahali popote mlipo, karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu za Kiswahili. Moja kwa moja tufungule ukurasa wa habari huko, tuwajulishe kuwa wakulima wa huko sehemu ya Chala waliandamana na kudelekeza pale kwenye ikulu ya jimbo kwa kuweza huko waliweza kumona liwali wa jimbo na kuweza kudai kampuni hiyo Metalcol kuwarudishia mashamba yao hawa ama kuwalipa hela. Watu hao wamehangaika sana. Ni hapo waliona ni vema kabisa siku ya leo waonane na mkuu wa jimbo ili wapate suluhu kupitia mambo wanayofanya. Mengi zaidi fuata ripoti. Wote musikitiko, hawafanyi fujo wala kuimba hata kuwasha migurudumu ama pne. Hawa ni walimaji ya City Jekamaini Lwilu wenye kujaa mbele ya ofisi ya liwali wa jimbo ya Lualaba tangu asubuhi ya siku ya kwanza hii tarehe 8 mwezi wa 6. Wote mkuhomba franga yao ya mashamba ile ilibebwa na kampuni ya madini Metalcol kama vile wamefasiria. Baka nakuta mama pasteur huyu ministra tulakaka sema afasa mtu tufike tutapata nakuta yetu tutapata solution, mais deja pa ni 1 mois na kipande hakuna solution. Makuta ya mashamba ya Metalcol anasema asha kufire makuta huku kule tena shina na ndani na shie mwende ku guvernora mbebe makuta yenu. Leo mwini vo hapa niko hapa shita toka paka nimuone papa solution kwa tulipo ona ashi abale bankambo ya bwana tatana kubakonga pale lo mkulu kutoka Mulwilu njia nini mateso ya ile model. Mimi nateso na kulima kutembea distance nenda kulima kupori Mulwilu nikala bajo kabeba vitu vyote kwa mimi nalima ngai vitu vyote vya mashamba ukapata kufungula sidi yote mashamba yote na miogo yote inaoza. Niko nateso hapa vyakula shina vya kuvala angalia mababa ya kachi ndani yaka mashamba yangu niko nachungia bankana yangu mashamba yangu nitafanyaje? Mtoto wangu ashakufa na hata nichungia bankana ndio mambo. Mukisirani hawa walimaji hawakufikia hata kumsikia liwali makamu Fifi Masuka na kukataa hata kuingia ndani na kusimulia na wakubwa. Kama mpendeshe tutaingia. Niko mwanamke Samuel. Niko mama mzazi Samuel. Kama mimi natoka nje ni njoo tusikilizane. Kama mnaipenda kufanya mfujo, mtapata kitu. Solution imekalaka, huyo anasema, huyo anamshikia mwenzake na yeye anajibu, mnapata solution, njoo mnaanza kwenda kusema kama huyo anafika, unasema wewe utasema nini? Haitaleta solution. Maelezo kamili kuhusu mambo hii iliweza kuwa ya muhimu kabisa. Tulifanya lolote kumpata waziri jimboni ule anahusikana na mambo ya kilimo. Yeye ni Louise Mwelesha, alishotewa kidole mwi mambo lakini asikuweza kusema kwenye mikrofoni yetu. Penda kutumaltrete bila anapenda chumwe bakubwa mkuku yepo. Wakaaji wa kata Kanina nao vile vile wanasumbuka kwa ukosefu wa maji safi. Kwa kupata maji inabidi wadelekeze katika makata kadhaa hili nao vile vile wapate maji safi. Utajua kwa kugombanisha virusi vya corona inabidi kwanza kunao maji. Nao wananena kuwa maji wataipata wapi wakati ndio sababu wanapiga yoyo kwa viongozi husika ili wapate kupata maji safi. Mengi zaidi fuata ripoti.
Ukosefu wa maji ungali inaleta tatizo mumuji ya Kolwezi. Kisha Kapata, Musonoi na Chipuki ni wakati sasa ya Site Kanina kuonesha kisirani yao kufatana na ukosefu wa maji. Hata kama ngambo hii kumekuwa bisima yenye biliwekiwaka na serikali ya jimbo juu ya kupata maji, wameshurutisha kuelekea kule Centreville. Maji kwao imekuwa ni ya bei kabisa. Kutaka kwa awa wakaaji ni kuona wakubwa kutengeneza bisima juu ya kupata maji. Amo tunakufa ni mai njo bujima bwa bantu mu Kolwezi. Kama mai hatuna na tunaenda kukanina kushota na baba batoto bote banenda kuhangaika njo ya mai. Mambo betwekeko mai, angalia mai ni pa kule chini kumampompi njo ku mai. Huko hatuna na mai. Njo infa mai ya maforaji samo hivi itatoka nani bari fore pabaye natoka pa maibwe atukunye mai ya vyama or tuko na Régie des eaux. Gouvernement itongarie ko ba député provincial betongarie ko. Masiku nyingi imepita, ukosefu wa maji umetawala kabisa mumuji ya Kolwezi. Usaidizi wa waziri anangaria mambo hii itakuwa ya muhimu kabisa. Ajali moja imepitikana Jumatatu tarehe 8 kwenye barabara namba 39 ama numero 39 sehemu ya Musompo huko. Ajali hiyo imesababisha kifo cha kijana mmoja, namna inavyokuwa. Fuata ripoti. Mwenye kufinikwa kwenye kikwembe imekuwa ni kijana wa miaka kadili 12 mwenye kulala kwenye udongo. Alikuwa ni mtembeza pikipiki, alisha kufariki. Kando yake wa mamba wa familia mkilio na watu wengine. Huyu aligongewa na gari moja ya mtindo Asfar. Kupitana kwa mbio jo inaweza kuwa kisa kia ajali hii. Kwa motoka no wamo vishakushumu hapa. Yasi na yeye anataka kufanya double stationnement wote pamoja. Ule na yeye anaanza ya mkongo ile yasi. Ifika kumuona yasi sasa atoka sasa kuma jo motoka. Mkutoka kwake wa motoka anatoka na yeye anapika frame brusquement. Yuko riski yeye kupenduka mara moja. Alafu kuingia kwa bordure mara moja montagne na yeye ina. Sike mo montage kwa fasi ya kudefendre pale. Anaingia kwa bulongo jo wa kudebelia bulongo. Amefariki kijana, imesemewa na mama yake mkilio. Alikuwa ni mtoto mzuri, ameongeza. Pikipiki yake pale kando yenye kuharibika vikali. Saa kidogo ilipita, askari polisi ilikaribia kuchukua mwili na kupeleka kule chumba ya wafu ya Mwangeji, na dereva wa gari ilimkonga, alikimbia. Kazi ya kuweka mwanga umeme hadharani kwenye kata Kamanyola imeanzisha rasmi, na hiyo raia wa sehemu hii wamefurahi kwa kuweza kuwawekea mwanga umeme, sababu siku hizi hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kutatiza mji wa Kolwezi. Inabidi mwanga uwe sehemu zote, na hiyo ni mojawapo ya kuweza kugombanisha hiyo ukosefu wa usalama. Mengi zaidi, fuata ripoti. Mie niko mmoja wa hii quartier, tunafanya plus au moins 5 mois sans courant électrique. Pourquoi tout ma conflit moya, mais en tout cas wakati tunaenda kumsolliciter tunaona effort yake, ana mettre ma moyen yake, vraiment tunamshukuru sana na tunampigia asante. Mungu ambariki na kazi yake. En tout cas tulikuwa mpenalite ya 6 mois hatuna na moto, na tulifata kuma biro ya kuachana hatukone solution. Hii fura mimi nashikia leo inapita na shiku ile nikizalaka bampundu inapita fura hii shiku mimi napata papa shiba mama tunajitone kwa rap tunafanya 6 mois hatuna na moto shiku Kamanyola papa ma avenue kusi avenue 500 abonnés ya SNEL ndio kipusa moto. Kwa kumaliza fitna kati ya watu kwa hadili ya ardhi, hiyo ndio mada ya mkutano ulioongozwa na kamisa anayehusika na mambo ya ardhi jimboni Lualaba huko kwenye chumba cha mikutano cha Ekulu ya jimbo. Mengi zaidi tuigundue katika ripoti hiyo. Tunaingia mabinti moya chef njia moya ataba kadastre baringia manjia moya ndio nafaa bintu moya ile haistahili hapa. Mais son excellence eko clair anatuonesha bintu vyote ngambo yote tushifanye makazi ya aveuglement. Cho bahati ile tuko nayo juu
kama tunatumika makazi aveuglement ba chef coutumier pamoja ba mabiro ya cadastre bali wako impliqué sana ni bantu wako mabiro ya cadastre. Madega ile tunafanya ni ya mingi. Kwanza kujisha mapori atukumbuke future ya batoto yetu, atuwazie population hapana. Tuko nafanya bintu, tunakamata mashamba, mashamba ya bantu tunaujisha. Haina bintu mzuri ile hapana. Tunaomba usame kwa population ile madega ile tunasha kufanya na kuomba usame na cadastre madega ile tunasha kufanya. Ministre anapromettre bintu ataviweka tout droit inafaa itembee sawa vile nasema concession. Kwa lengo la kugomanisha virusi vya corona, hiyo ndio iliyowasukuma makamsa wawili, waziri wa afya pia na yule kamsa anayehusika na familia kujielekeza pale kwenye jela kuu ya Dilala kujionea namna gani wafungwa wanaishi sehemu hiyo, namna inavyokuwa. Tugundue katika ripoti. Tunasema racisme ni système d'interprétation ya monde à travers ma valeur passée, aussi même les actuelles valeurs. Racisme ina ramené bantu kubaguzi ya ngozi. Ben wanawaje ngozi ya bonjo supérieur au détriment ya bengine. Ben wanawaje sema à travers civilisation ya bonjo wa chaque évoluer. C'est le cas des Européens qui prétendent avoir une autre civilisation par rapport à les Chibs africains, les Asiatiques, les Sud-Américains. Par conséquent, ni ma idéologie par le fait que wakati racisme a ramené opposé au nationalisme, il a amené bantu kuwana, kuchambolana, kufanyana bibaya, dû à ile baguzi, il a entraîné le racisme, pour privilégier unité nationale, cohésion nationale, cohabitation pacifique entre populations. Tout ça hier, Dieu a évolué. Dieu m'a dit la Kabila ma valeur, ma faiblesse. Donc faudrait wakati tunachangana, ndio tunasemaga la diversité qui est vraiment une richesse, tu n'as pas choisi capitaliser. Pour qui la Kabila pour ma valeur. Aïna mpaka mkabila moi ndio mnaweza kwa bantu bakiri kabila yengine non. Donc nous devons observer il intégration nationale, il a facilité kufanya synergie de façon qu'évoluer na kwenda mbele. Na hiyo inakuwa ni maandamano inayoandaliwa duniani kote kwa ajili ya kupinga ubaguzi wa rangi kama vile unavyoendesha huko Marekani. Kama tulivyowaambia, Wizara ya Afya pia na ile ya familia wajielekeza kwenye jela kuu ya Dilala huko kujionea namna gani wafungwa wanaishi sehemu hiyo. Tufuate ripoti. Ilikuwa bwingi ya 700 mamaske yenye ilifanywa hapa Kolwezi. Ilipewa mikono ya mkubwa wa gereza kuu ya Dilala na kisha huyu aliagawanya kuwafungwa wa gereza iyi. Serikali ya jimbo ya Lualaba ndani ya mipango yake ya kukombanisha gonjwa la virusi vya corona haikusaulike wafungwa wa gerezani iyi, na kupitia hii tendo mkubwa wa gerezani ya Dilala asikukosa neno. Alipikia aksanti tendo ilifanywa na serikali, na kisha yake kundi hii ilielekea gambo ya kan ya wa askari jeshi, na kule walifanya tendo moja. Waliwapa nao pia mamaske juu ya kujikinga kugonjwa la virusi la corona, kwa sababu hawa wamekuwa wamekutana na watu achana. Na hii ngambo wote walifurahi. Na kwa kumaliza, waziri jimboni wa afya Jules Kabwito pamoja na waziri wa familia pia na mtoto Nathalie Ngandu walifanya matembezi kule hospitali kuu ya wa askari jeshi. Kwenye hii hospitali walipokea malalamiko achana vile ukosefu wa vifaa vya matunzo. Makabila yote inabidi kuishi pamoja duniani kote, na hiyo ni kwa ajili ya kuweza kumaliza chuki kati ya watu. Hiyo anasema hivi bwana Olivier Chatuta. Tufate mengi kupitia ripoti yake. Sisi hatutafute vita, tunatafuta umoja, tunatafuta salama. Na salama haitatoka kukabila moja, salama itatoka kwa makabila yote. Kila watu watafute salama. Wali washa kuchagua Lualaba sasa hivi wanajapuye pa constitution ile nasema kila mtu kule fazi anapenda tekala. Wale washa kuchagua Lualaba sa komunini province yabo wanapasha kuheshimia Lualaba,
kuheshimia wa autorite wa Lualaba. Sasa kama wewe ulitoka fazi nyingine haupende kuheshimia autorite, ila haina kanuni yetu, ile haina kutafuta salama. Sisi tunatafuta salama, tuache matushi, tuache bibengo, tuache uwaji, ile yote italeta vita. Inapashi tuanze kujenga. Na kujenga tusipomone ile ishakuisha kujengewa. Tuheshimiane sisi wote, tujitolere. Hapa tu privilégier amani, tu privilégier dialogue. Kuko grand historien moya noir américain Thomas Sowell alisemaka hakuna culture supérieure au culture inférieure. Ma culture yote ni selon ma circonstance. Donc kama mwe ma circonstance iko saa Mungu kama anakuangazia wewe leo, wewe usiona sema wewe unapita benzako, hapana, parce que kesho naye atangazia bengine. Tuheshimie ma culture yote, na kama tunakuwa na culture yetu ya kutoka fazi nyingine tuiadapte na ile tunapata hapa. Tarehe 12 Juni inayokuja, Wizara ya Vijana inatayarisha mkutano kwa hadili ya vijana, na katika mkutano huo mnaandaliwa majifunzo mengi kwa hadili ya makazi mengi zaidi. Fata ripoti. Gisi mnajua gavana liali wa jimbo Son Excellence Richard Muyej aliweza kucreer commissariat ya entrepreneuriat des jeunes. Ile copatroné na Madame Lydia Kapapa, na ye mwenye liwali wa jimbo gavana wetu Richard Muyej Mangezman Son Excellence aliona ke ba entrepreneur, ba jeunes entrepreneurs ba Lualaba beko deja banafanya mambo ya kabaila. Njo ile alisema kupitia commissariat tuweze kuorganize ile tunaita exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs. Itafanyika tarehe 12 ya hii mwezi ya Juni ku village Katebi, na hapa ni occasion tunaweza kuambia watoto wote wa Kolwezi na Lualaba ya kusema tusikuwe na wazia kama tunaweza tu kuishi na maimportation na vitu vya kutoka mpaka ku inchi ya kigeni mpaka ku province ya kigeni. Umu mwetu Mkolwezi, umu mwetu Lualaba tuna vijana wale wako wasuja, wako wanafanya kazi mzuri, wako kukila domaine ya maisha. Barabara inayoitwa de la Ville katika tarafa la Manika imegeuzwa kuwa nafasi ya kuweza kutupia uchafu, na wakadi wa sehemu hii wanaendelea kusema kuwa inakuwa ni wale wanaohusika na kugota uchafu na ni wale wanaenda kutupa katika barabara hiyo. Mengi zaidi tuigundue katika ripoti. Tangu miezi mingi tarafani Manika imekuwa inajitolea juu ya kukombanisha uchafu kwenye mabarabara achana. Kundi ya watu juu ya kutumika kazi ya kutosha mauchafu imesha kuwekewa, lakini kwa bahati mbaya mauchafu yenye wanakuwa wanabeba kwenye mabarabara achana imekuwa natupiwa mubarabara de la Ville, na ile hali ya mambo haifurahishe wakaaji wa hii barabara. Mabuchafu bena natupa angarisha mbele mabuchafu mbele kumbe. Hii mabuchafu bena natupa sasa unyolese mtu kama inatoka bushiku, hii mabuchafu atembela moja. Hii mabuchafu aina depotoir. Hatuwezi kwanza utupia buchafu tunaenda kubebaka, isa tunatumika pachi kwenda kubeba mara mle moja tunaenda tupa buchafu fasi quelque part. Na sasa hii buchafu iko humu ni munji. Mwangare ni mwaveni, aveni yo kulindo. Sasa buchafu kutakara tena paje, ilifo kutafuta jua fani ya goranje. Bantu kama natupa buchafu hapa bana tafuta njua ni mai shishuki huko chini. Inapomunya bantu manyumba. Pale manyumba pale bantu ule atakuwa anze kusunire manyumba hapa bantu ndani. Bon, aina buchafu turangarai nani hapo inafanya bien sana parce que mrukuya erosion mrukuya bonde bantu pia mo manani mabuchafu ina bloquer kwa mpe nani passage ya mai. Mais sasa ishikuye saa njo depotoir ikuwe yale tena biali kwa bia mingi ile njo tunakatala. Kampuni imekuwa nafanya kazi hii imeweza kufafanusha vizuri. Pale tunaanza kutengeneza maavenue ingine ba population ya hii avenue de la Ville ba tufuataka ke tuko na problème ya erosion, tuko na besoin na hii mabuchafu yenu mutu weke mu avenue yetu ndio ile tukuya, donc tunaanza beba mabuchafu ingine tunakuwa kumwanga hapa, donc ndio ile mabuchafu mnaona hapa haina depotoir, ni juste solution kiloko ya kuwa kunani ya kupalier l'érosion, mais d'ici quelques jours on va plus jeter à tout ça tout patana mabuchafu hapa, tutabeba solution kuweka masable, tutabeba masable tutaanza kuweka hapa juu ya kubasaidia na bo hapa hii avenue encore
ma inondation na ma erosion shibakansikie tena. Kwa ukumbusho, tarafani Manyika ilikuwaka makao ya gonjwa kolera, na kwa ile kutoshewa uchafu itakuwa ya muhimu kabisa juu ya kuepukwa gonjwa hii. Ni hapo tumefika kufia taarifa yetu ya habari. Shukrani za dhati iwarudile mali popote mlikuwa mkitufuata. Kwangu mimi sina budi kuvuka mpaka nikiwaga tu, kwaheri.